serikali yetu inatambua umuhimu wa kukuza usawa wa kijinsia, lakini pia uwezeshaji kwa wanawake kama njia mojawapo ya kustawisha, kuimarisha ustawi wa jamii ili kufikia maendeleo jumuishi ambayo tunataka tuyaone sasa ya kila mmoja akinufaika na fursa zilizopo katika nchi. Tunapozungumza haya, tunataka tuzungumzie upatikanaji wa huduma za msingi zile za jamii, lakini pia pale ambako anaweza kujikita katika uchumi, kuhakikisha kwamba anapata fursa ya maeneo ambayo yanaweza kumpatia tija na kumpatia uchumi. Anaweza kufanya biashara, anaweza akashughulikia kilimo, anaweza akafuga. Hizi shughuli zote hizi zinamletea uchumi mwanamke. Lakini pia tunapokwenda na haya, si serikali kuweza kumuimarisha mwanamke, hatujaacha tu miongozo waziwazi. Tumeiwekea sera, sheria na kanuni zake ili kumlinda mwanamke wakati wote anapotekeleza majukumu yake. Kwa jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba haya yote yanamfika mwanamke popote alipo na anufaike nayo. Na nilipokuwa nazungumza kwamba maslahi, maadili, uwezeshaji na maadili na kila kitu, na kwamba tunatoa nafasi kubwa kwa mwanamke kuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za maendeleo, haijaishia kwenye sheria, kanuni na ile sera peke yake. Hili jambo liko pia hata kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na iko kwenye sura ya 3 ibara ya 12 kipengele kidogo cha pili, na ibara ya 21 na ibara ya 22 kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mikoa yote iandae mkakati na mpango kazi wa utekelezaji wa haya maazimio ambayo tumeyazungumza hapa. Haya maelezo naeleza hapa ndio maazimio. Na kwa hivyo viongozi wa serikali mlioko hapa, nenda mkatengeneze mpango kazi na msimamie kwa jamii kwamba jamii yetu inaishi vizuri na haipati tatizo, na isimamiwe kweli kweli. Pale ambapo kunatokea tatizo, hatua kali zichukuliwe. Wanawake wenyewe, endeleeni kuhamasishana kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yetu, na hasa uwepo wa madirisha haya kubajia kupata mikopo. Si vyema kiongozi mkuu anakuja hapa anasema mimi sijapata mkopo. Mikopo ipo kwenye maeneo yetu. Halmashauri ipo, kwenye benki zetu ipo, taasisi za fedha ipo. Lakini muhimu kwenye hili, angalieni masharti, hasa wale wanaojitokeza kukopesha mtu mmoja mmoja. Ndio hiyo mikopo inaitwa kausha damu. Haikubaliki hiyo mikopo kausha damu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, nyie mko kwenye watu, hakikisheni hao wanaoendesha biashara za mikopo ya kausha damu hawapati nafasi hiyo. Kwa kufanya hivyo, tunaathiri maendeleo na mwenendo wa maendeleo ya mwanamke au mjasiriamali yoyote. Wanawake wa kanda hii ya kusini, leo mnaonyesha kumuunga mkono, kumtia moyo wa kijasiri kiongozi wetu, mama yetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuongoza taifa hili. Na mnajua kuongoza taifa kubwa kama hili sio jambo dogo. Lakini mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amemudu kuongoza taifa hili. Kitendo chenu cha kumunga mkono ni kitendo sahihi kabisa. Kama leo unasema mwanamke ana uwezo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amethibitisha hayo kwa kuongoza nchi kwa weledi, uaminifu na uadilifu na uwajibikaji ambao umepelekea kuwa na miradi mingi mpaka vijijini. Wakina mama mpasi kukaa kimya, hebu tumpigie makofi mengi Dr. Samia Suluhu Hassan. Tanzania oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Wanawake oye! Hello my beautiful people, karibuni Ida Zara, ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Ida Zara. Karibuni sana Ida Zara, awaken your inner glow.